Wapiganaji wa kundi la Hamas waliojificha katika eneo linaloshikiliwa na Israel la Rafah huko katika ukanda wa Gaza wamesema hawatajisalimisha kwa Israel. Kundi hilo limesema mnamo Jumapili likiwataka wapatanishi kutafuta suluhu la mgogoro unaotishia usitishaji mapigano uliodumu kwa mwezi mmoja. Vyanzo vilivyo karibu na juhudi za upatanishi viliambia Reuters siku ya Alhamisi kwamba wapiganaji hao wanaweza kusalimisha silaha zao ili kubadilishana na maeneo mengine ya eneo chini ya pendekezo linalolenga kutatua mkwamo huo. Wapatanishi wa Misri wamependekeza kwamba ili kubadilishana na njia salama, wapiganaji ambao bado wako Rafah wasalimishe silaha zao kwa Misri na kutoa maelezo ya vichuguu huko ili ziweze kuharibiwa, alisema mmoja wa vyanzo, afisa usalama wa Misri. Lakini kupitia taarifa ya Jumapili kutoka kwa brigedi za Al-Qassam, ilifanya Israel kuwa na jukumu la kuwashirikisha wapiganaji hao ambao ilisema walikuwa wakijilinda. Adui lazima ajue kwamba dhana ya kujisalimisha na kujisalimisha haipo katika kamusi ya brigedi za Al-Qassam la kundi la Hamas, kundi hilo lilisema. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff amesema mnamo Alhamisi kwamba mpango uliopendekezwa wa wapiganaji wapatao 200 utakuwa mtihani kwa mchakato mpana wa kuwapokonya silaha Hamas kote katika ukanda wa Gaza. Brigedi za Al-Qassam hazikutoa maoni moja kwa moja juu ya kuendelea kwa mazungumzo juu ya wapiganaji huko Rafah, lakini zimedokeza kuwa mgogoro huo unaweza kuathiri usitishaji wa mapigano. Tunawaweka wasuluhishi kabla ya majukumu yao na lazima watafute suluhu ili kuhakikisha kuendelea kwa usitishaji mapigano na kuzuia adui kutumia visingizio hafifu kukiuka na kutumia hali hiyo kuwalenga raia wasiokuwa na hatia huko katika ukanda wa Gaza, kundi hilo limesema. Tangu usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani uanze utekelezaji huko Gaza Oktoba 10, eneo la Rafah limekuwa eneo la mashambulizi yasiyopungua mawili dhidi ya wanajeshi wa Israel, ambayo Israel imelaumu Hamas. Kundi hilo la wapiganaji limekana kuhusika na mashambulizi hayo yaliyotokea. Rafah imekuwa eneo la ghasia mbaya zaidi tangu kusitishwa kwa mapigano, huku wanajeshi 3 wa Israel wakiuawa, jambo lililosababisha Israel kulipiza kisasi na kuua makumi ya Wapalestina. Kando, vikosi vya Al-Qassam vilisema vitakabidhi mwili wa mwanajeshi wa Israel Hadar Goldin aliaga dunia huko Gaza siku ya Jumapili saa 2 usiku. Tangu kusitishwa kwa mapigano, Hamas imekabidhi miili ya mateka 23 kati ya 28 waliofariki. Hamas imesema uharibifu huko katika ukanda wa Gaza umefanya kupatikana kwa miili hiyo kuwa ngumu. Israel inaishutumu Hamas kwa kukwama. Israel pia imeachilia eneo la Gaza miili ya Wapalestina 300 kulingana na Wizara ya Afya eneo hilo. Mamlaka ya afya eneo hilo ilisema Jumapili kwamba mtu mmoja aliuawa katika shambulio la anga la Israel huko Bani Suhaila, mashariki mwa Khan Yunis. Kusini mwa eneo hilo, jeshi la Israel halikutoa maoni yoyote mara moja. Wanamgambo wanaongozwa na Hamas walikamata mateka 251 katika mashambulizi ya Oktoba 7 na kuua wengine 1200 kulingana na hesabu za Israel. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israel yakawaua karibu wa Palestina 69,000, maafisa wa afya katika eneo hilo wamesema zaidi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.